Habari za hivi punde ni kwamba watu 5 wameweza kupoteza maisha, huku wengine kadhaa wakiweza kupata majeraha madogo na majeraha makubwa kufuatia maandamano makubwa ambayo kwa sasa yanaendelea nchini Tanzania. Na kufikia sasa tu kile ambacho kwamba unastahili kujua ni kwamba serikali imetoa amri ya kutotoka nje kwa wananchi, na wananchi wanalazimika kwa sasa kurudi majumbani kwa kuwa serikali na idara ya usalama inasema kwamba kwa sasa haimruhusu mtu yeyote barabarani, na watu wote wamelazimishwa kurudi majumbani mwao. Ikumbukwe hii leo ilikuwa ni siku ambayo kwamba ilitarajiwa Tanzania wataingia katika uchaguzi wao mkuu wa kuweza kuwachagua viongozi mbalimbali, lakini kwa muda wananchi wamekuwa wakizungumzia maandamano huku wakitaka kwamba uchaguzi uahirishwe ili kuwepo kwa ule mabadiliko ama mchakato wa kuweza kutafuta katiba mpya kama taifa. Na kwa hivyo wananchi na hasira zao walisema kwamba iwapo Rais Samia Suluhu Hassan atalazimisha wananchi katika kushiriki uchaguzi wa siku ya leo, waliapa kwamba wataandamana ama hawatajitokeza katika kushiriki uchaguzi wa leo. Na kufikia sasa ni kweli kwamba sehemu mbalimbali za kupiga kura zimewezwa kuchomwa, makaratasi yale ya kupiga kura yameweza kuteketezwa, na huku vifaa mbalimbali na vitu mbalimbali vimeweza kuteketezwa. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba uchaguzi wa leo katika nchi ya Tanzania umefeli vibaya sana, na kwa hivyo sidhani kana kwamba uamuzi wa siku ya leo ama kwa idadi ndogo hii ya siku ya leo itaweza kumfurahisha Rais Samia Suluhu Hassan. Kufikia sasa vyombo vya habari vyote vya Tanzania vimezuiliwa kuripoti matukio yote ya maandamano, na wamelazimika tu kusalia kimya, huku wengi waandamanaji wakimtaja Rais Samia Suluhu kama dikteta asiyesikiliza wala hataki kuambiwa chochote. Kwa hivyo taarifa za hivi punde ni kwamba serikali imeweza kutoa amri ya kutotoka nje kwa wananchi wa Tanzania, almaarufu curfew, na imesema itafanya hii kwa muda wa siku kadhaa ili kuweza kuleta utulivu nchini Tanzania. Ikumbuka kwamba uchaguzi huu ulikuwa uchaguzi wa kwanza wa Rais Samia Suluhu Hassan kuwashawishi wananchi waweze kumpigia kura. Ikumbukwe ni kwamba ni kiongozi ambaye kwamba aliweza kuingia madarakani kufuatia kifo cha alikuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, na kwa hivyo huu ulikuwa ni uchaguzi wa umuhimu sana kwake, maana ni uchaguzi ambao kwamba uliweza kutoa ile taswira kamili ya kuonyesha ni jinsi gani wananchi wanaweza kumwaminia na kuweza kumpigia kura. Jambo lingine ambalo kwamba liliweza kuwasirisha ama kuwakasirisha wananchi ni kufuatia kitendo cha Samia Suluhu Hassan kuweza kuwazuilia ama kuachia korokoroni wale viongozi wenza ama wale viongozi wa upinzani, ambapo wamekuwa korokoroni, wamezuiliwa kufanya kampeni, wamezuiliwa kuendeleza mchakato wote ule wa kisiasa. Kwa hivyo ni mambo mengi sana yanachangia katika maandamano ya leo siku ya nchini Tanzania. Kwa kauli yangu naweza kusema ni kwamba wananchi wamefaulu kwa kile ambacho kwamba walikipanga. Kufikia sasa tunaweza kusema kwamba wananchi wamefaulu, maana maandamano yameweza kutokea sehemu zozote ama katika mji mbalimbali kule Tanzania. Huko Dar es Salaam ukiweza kushuhudia maandamano makubwa sana kutokea katika taifa hilo la Tanzania. Vijana wa Kitanzania kwamba wanasema wanataka ukombozi wa nchi, na wanasema kwamba chama cha CCM kimekuwa kwa muda tangu walipopata uhuru, na kwa sasa ni chama ambacho kwamba ndicho kinaendelea kufanya ama kuweka ule utawala nchini Tanzania. Na moja ya mageuzi ambayo wanapendekeza ni kuwepo katiba mpya ambapo kwamba itaweza kuruhusu mambo mengi kama vile uhuru wa kuzungumza. Ikumbuke kwamba Tanzania ni moja ya nchi ambavyo kwamba wananchi hawana uhuru kikamilifu wa kuweza kutoa maoni. Hii ni sababu moja ya kwamba ukiangalia jinsi mambo yanavyoendesha, hata wale watumiaji wa mitandao mbalimbali katika nchi ya Tanzania
wanashikilia maneno. Maana ukiweza kumkosoa Rais Samia Suluhu Hassan, unakujiwa na maafisa wa usalama, unaweza kushikwa, unatekwa nyara, unapelekwa kufungwa na vile vile kuweza kufanywa mambo ya maajabu. Kwa hivyo Watanzania kwa sasa hawana uhuru wa kuweza kutoa maoni, uhuru wa kuweza kuzungumza, wazungumzie kuhusu nchi yao, na hii ni mambo ama baadhi ya mambo ambayo kwamba yamewakasirisha Watanzania hadi kufikia sasa wakaamua kwamba leo tarehe 29 Oktoba 2025 watafika barabarani kuandamana ili kuweza kumshurutisha rais wa sasa Samia Suluhu Hassan kwamba hatutashiriki uchaguzi wa mwaka huu na hatutaweza kupiga kura ili tu ama hadi pale ambapo mchakato wa kuweza kupata katiba mpya utakapoanzisha, na kwa sasa wanalilia kuwepo kwa katiba mpya. Kwa hivyo kwa sasa maandamano makali na makubwa yanaendelea nchini Tanzania. Watu kadhaa wameweza kupoteza maisha, watu kadhaa wameweza kupata majeraha madogo, kuna wale ambao wameweza kupata majeraha makubwa. Kwa hivyo ni vurugu tu ambazo zinaendelea kwa sasa nchini Tanzania. Ikumbuke kwamba Tanzania ni moja ya nchi ambapo kwamba hatukuweza kutegemea ama hakujakuwa na uzoefu wa kuwepo kwa maandamano. Ukiangalia taifa kama nchi letu la Kenya, kumekuwa na maandamano miaka kadhaa, yani ni nchi ambayo kwamba maandamano hapa nchini kwetu Kenya hufanyika mara kwa mara, lakini Tanzania nafikiri kwa chini ya miaka 5 iliyopita, hii ndio mara ya kwanza tunashuhudia kwamba Tanzania inafanya maandamano makubwa, na nafikiri kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ameshtuka kwa kuwa hakutegemea kwamba maandamano hayo yataweza kufikia kiwango kile ambacho kwamba tumekishuhudia nchini Tanzania. Ndio alijua kwamba kutakuwa na maandamano, aliona watu ama Watanzania kwenye mitandao ya kijamii wakiweza kuzungumzia maandamano, lakini kitu moja ninachoamini ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan hakutegemea kamwe kwamba maelfu ya vijana wataweza kujitokeza kwa wingi, maelfu ya Watanzania wataweza kujitokeza kwa wingi na kuweza kushiriki maandamano ya siku ya leo. Kwa hivyo ni vurugu tu kwa sasa zinaendelea katika taifa la Tanzania, na kufikia sasa uchaguzi mkuu wa leo katika taifa la Tanzania limefeli pakubwa sana, na tunasubiria tuone tu ni hatua gani ambacho kwamba ama ni hatua gani ambayo Watanzania wataweza kuchukua baada ya siku ya leo. Iwapo kwamba wataendelea kufanya maandamano hadi siku ya kesho, ama maandamano ya leo ni mwisho wa yale matakwa yao, ama ni mpango upi ambao wapo nayo ya kuweza kusonga mbele kama taifa. Kwa hivyo ni pigo kubwa sana kwa serikali ya Tanzania, maana maandamano hayo kwa kweli yamefaulu kwa wananchi, na wananchi wameweza kabisa kusambaratisha uchaguzi mkuu wa Tanzania wa 2025. Kwa hivyo endelea kuwa nasi katika Sofia Live, tunazidi kufuatilia taarifa hizi kwa kina zaidi, na pindi tu tutakapopata habari zinazochipuka basi tutakuwa tunawajuza habari hizi kwa kina.